tuzungumze magazeti kutoka Radio Free Africa Dar es Salaam. Jina langu ni Najma Abdallah na moja kwa moja basi mkononi nimekamata gazeti Jambo Leo Sauti ya Jamii. Katika ukurasa wake wa mbele limeandika JPM ajibu mapigo, ni kuhusu kutohudhuria mapinduzi Zanzibar, uamuzi wake wa kununua ndege 6 za HCL. Habari hii kwa urefu inaendelea ukurasa wa 4, lakini kwanza ngoja nikusomee habari nyingine ambayo inasema mshahara Zanzibar juu kwa 100%. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetangaza nyongeza ya mishahara kwa 100% kwa watumishi wa umma, ikieleza itaanza kulipwa Aprili. Akihutubia maadhimisho ya miaka 53 ya Mapinduzi ya Zanzibar jana, Rais wa visiwa hivyo Dr. Ali Mohamed Shein alisema mshahara wa watumishi wa umma umeongezeka ikiwa ni sehemu ya maadhimisho hayo. Lakini habari nyingine inasema Lissu wadai kifungo cha mbunge ni vita, ni habari pia ambayo imeandikwa katika ukurasa wa mbele gazeti Jambo Leo. Tukiangazia kurasa za ndani, msikilizaji, ukurasa wa pili kuna habari inayosema waliomcharaza viboko mwanamke waachiwa huru. Watuhumiwa 10 waliokamatwa juzi wakihusishwa na tukio la kumcharaza viboko hadharani mwanamke wameachiwa huru na jeshi la polisi. Watuhumiwa hao waliachwa huru asubuhi ya jana baada ya kukaa rumande kwa siku 2. Hata hivyo haijafahamika sababu ya polisi kuwaacha watuhumiwa hao kutokana na kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Tarime Roy kushindwa kulizungumzia swala hilo hata alipotafutwa ofisini kwake. Lakini habari nyingine inasema wakuu mikoa 8 washughulikia njani, habari ambayo imeandikwa ukurasa wa 3 gazeti Jambo Leo. Wakuu wa mikoa 8 nchini wamezungumzia ukame na ukosefu wa chakula katika maeneo yao. Wakizungumza na gazeti hili juzi, wakuu wa mikoa hao walionyesha kulivalia njuga hali hiyo na kuchukua tahadhari. Waliozungumza ni wakuu wa mikoa ya Pwani, Mwanza, Kilimanjaro, Singida, Iringa, Kigoma, Mtwara na Ruvuma. Lakini habari nyingine inasema JPM wasema lalamikeni tu, mimi narekebisha nchi. Ni habari ambayo imeandikwa ukurasa wa 3 gazeti hili la Jambo Leo. Lakini ukurasa wa 4 sasa, msikilizaji, na kusomea ile habari ambayo imeandikwa kwa maandishi makubwa kabisa, JPM ajibu mapigo. Ni kama amebadili gia angani. Rais John Magufuli jana aliufanya mkoa wa Shinyanga kuwa wa kwanza kufanya sherehe za mapinduzi ya Zanzibar ndani ya Tanzania bara, huku akieleza sababu za kufanya hivyo, akizima minong'ono na hoja zilizozuka zikihoji sababu za yeye kutohudhuria sherehe hizo visiwani. Aidha, Dr. Magufuli alitumia sherehe hizo za miaka 53 ya mapinduzi kumjibu waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa kuhusu lawama dhidi ya kununua ndege badala ya kuondolea wananchi shida ya maji. Ni habari ambayo imeandikwa ukurasa wa 4 gazeti hili la Jambo Leo. Na sasa nalikamata gazeti Mwananchi, ukurasa wake wa mbele limeandika mshahara juu kwa 100%, ni neema aliyoitangaza Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein kwa wafanyakazi wa kima cha chini visiwani Zanzibar katika sherehe za mapinduzi. Lakini Profesa Muhongo awekwa mtukati. DC Kishapu asema ukame umeua mifugo 3,000. Mkuu wa wilaya Kishapu Nyamaganga Taraba amesema zaidi ya mifugo 3,000 imekufa wilayani kwake baada ya kukosa malisho na maji kutokana na ukame uliokithiri. Kauli hiyo aliitoa juzi wakati Rais John Magufuli akishangaa viongozi kutoa taarifa za vifo vya mifugo badala ya kuchukua hatua za kukabiliana navyo. Ni habari ambayo imeandikwa ukurasa wa mbele gazeti Mwananchi. Katika kurasa za ndani, msikilizaji, ukurasa wa pili kuna habari inayosema Lissu aitwisha lawama CCM kufungwa mbunge Chadema. Siku moja baada ya mbunge wa Kilombero kupitia Chadema Peter Lijualikali kuhukumiwa kwenda jela kwa miezi 6 kwa makosa ya kufanya fujo na kusababisha taharuki, mwanasheria mkuu wa chama hicho Tundu Lissu ameibebesha lawama CCM akidai kuwa inawaandama wapinzani wanaotengenezewa kesi na hivyo kuwa wafungwa wa kisiasa. Lakini ukurasa wa 3 Lowassa asema upinzani unaitia kiwewe CCM. Waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa amesema kasi ya kuimarika kwa umoja na mshikamano miongoni mwa vyama vya upinzani nchini inaitia kiwewe CCM kiasi cha kuanzisha mbinu chafu za kisiasa. Lakini ikiendelea kuangazia kurasa za ndani gazeti hili la Mwananchi, kurasa wa 5 kuna habari inayosema Profesa Muhongo awe kwa mtukati. Kauli ya waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo kuwa hakushirikishwa katika kupandisha bei ya umeme imepingwa vikali na wasomi na wanasiasa ambao wamesema ni lazima alikuwa na taarifa kuhusu jambo hilo. Lakini wachambuzi wasema kubana matumizi kutakimbiza wawekezaji.
msikilizaji. Ni habari pia ambayo inapatikana katika ukurasa wa 5 gazeti Mwananchi. Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika Mbowe Lissu kumfuata Lema anakoishi miezi miwili, lakini tuhuma za rushwa ajira 600 Dangote. Bila 300 hakuna usaili. Madereva daladala wajazana. Habari hii inaendelea katika ukurasa wa 2 msikilizaji. Upatikanaji wa nafasi za ajira 600 za udereva zilizotangazwa na kiwanda cha saruji cha Dangote cha Mtwara hivi karibuni umebubikwa na tuhuma za rushwa baada ya baadhi ya madereva walioziomba kudai kutakuwa kutoa kitu kidogo ili waitwe kwenye usaili. Kutokana na changamoto hiyo, baadhi ya madereva wasio na uzoefu wa kuendesha malori ya mizigo wakiwamo madereva wa daladala hasa za Dar es Salaam wanadaiwa kulamba ajira hizo na kuzua hofu ya usalama wa malori hayo. Lakini Mbowe na Lissu kumfuata Lema. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe na mwanasheria mkuu wa chama hicho Tundu Lissu kesho wanatarajia kwenda gereza kuu la Arusha Kisongo kumwangalia mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema. Lakini vile vile ukurasa wa 3 kuna habari inayosema mmiliki boti iliyoua 14 maisha kwa ruhusa. Mmiliki wa boti iliyozama kwenye bahari ya Hindi na kuua watu 14 na wengine 33 kunusurika, Suleiman Vuai anafanya jambo lote maishani kwa ruhusa ya polisi kwa sasa baada ya kushikiliwa mahabusu kwa mahojiano kabla ya kufikishwa mahakamani. Lakini mvua yaua mtoto wa miaka 3. Mtoto mwenye umri wa miaka 3 afariki dunia na wengine 19 kujeruhiwa baada ya mvua ya mawe iliyoambatana na upepo mkali kunyesha mjini Shinyanga juzi. Mvua hiyo ilinyesha saa 4 usiku kwa kipindi kifupi. Pia ilisababisha nyumba 40 kuezuliwa paa na nyingine kuanguka. Ni habari ambayo imeandikwa ukurasa wa 3 gazeti Nipashe. Lakini ikiendelea kuangazia kurasa za ndani, Lowassa ataja tishio lililoipa kiwewe CCM. Ni habari pia ambayo imeandikwa ukurasa wa 4 gazeti hili la Nipashe. Na sasa nalikamata Majira msikilizaji lenye limeandika Edward Lowassa asema CCM ina kiwewe, afichua siri safari ya kuingia Ikulu, alalamikia mbinu chafu za kisiasa kwa wapinzani. Lakini miaka 53 ya mapinduzi ya Zanzibar, tunajivunia maendeleo asema Dr. Sheini, asema Zanzibar imepiga hatua, ataja mafanikio walioyapata. Ni habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele gazeti Majira. Kurasa za ndani msikilizaji, ukurasa wa 2 kuna habari inayosema Rais Magufuli asema wakulima pandisheni bei ya mazao. Rais Dr. John Magufuli ametaka wakulima nchini kupandisha bei za mazao yao kadri wanavyotaka kutokana na nguvu nyingi wanayoitumia katika uzalishaji wa mazao hayo. Dr. Magufuli aliyesema hayo jana mjini Maswa mkoani Simiyu wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Maswa Mwingumi kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 50 inayojengwa kwa shilingi bilioni 61.4. Lakini ukiachana habari hiyo, auawa kwa kutapeli 295,000 kibanda cha M-Pesa. Mkazi wa kijiji cha Igombe kata ya Bugongwa manispaa Ilemela jijini Mwanza, Edson Po mwenye umri wa miaka 24 ameuawa na wananchi wenye hasira akitumiwa kujipatia fedha kwa udanganyifu kupitia miamala ya fedha kwa njia ya mitandao ya simu. Lakini ukurasa wa 3 TAKUKURU waokoa milioni 173 za miradi ya maendeleo Tabora. Ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3 gazeti Majira. Ukurasa wa 4 kuna habari inayosema waliofaulu darasa la 7 wote wachaguliwa sekondari. Wanafunzi 18,820 kati ya wavulana 4,495 na wasichana 10,325 waliohitimu elimu ya msingi mwaka 2016 katika shule mbalimbali za mkoa wa Dar es Salaam kufaulu mitihani na kukosa nafasi ya kuchaguliwa katika sekondari za serikali. Wote wamechaguliwa kuendelea na masomo kwenda chaguo la awamu ya pili. Ni habari ambayo imeandikwa ukurasa wa 4 gazeti Majira. Lakini vile vile kuna habari inayosema ugonjwa wa malaria wazidi kupungua Ilala, lakini tunajivunia maendeleo asema Dr. Sheini. Ni miongoni mwa habari pia ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la Majira. Gazeti Zanzibar Leo msikilizaji lenyewe limeandika Dr. Sheini ahutubia miaka 53 ya mapinduzi na kusema waliokiuka sheria ya maadili kushughulikiwa. Lakini biharusi yaingia mitini usiku wa kuamkia ndoa. Ni habari pia ambayo imeandikwa ukurasa wa mbele. Katika hali isokuwa ya kawaida, ndugu jamaa na marafiki na wapambe wa bwana harusi waliokuwa wanajiandaa kwa harusi ya ndugu yao wamejikuta wakipigwa na bumbwazi baada ya biharusi mtarajiwa kuingia mitini. Biharusi huyo mkazi wa Kivumoni Msuka wilaya ya Micheweni ameingia mitini siku chache kabla ya kufungwa kwa harusi ambapo hadi jana alikuwa hajulikani.
Haya ni habari hiyo kutoka gazeti Zanzibar Leo. Gazeti Mtanzania lenye limeandika vigogo dawa za kulevya waja na mbinu mpya, wafanyabiashara wadakwa na dola, waathirika wasimulia. Lakini Dr. Shein atangaza neema kwa watumishi, Rais Magufuli kufumua mradi wa TASAFU. Ni habari kutoka ukurasa wa mbele. Tuangazie sasa kurasa za ndani, ambapo naanza na habari hii ambayo inasema Magufuli kuifumua TASAFU. Rais Dr. John Magufuli amesema lazima mradi wa taifa wa kunusuru kaya maskini unaotekelezwa kupitia mfuko wa maendeleo